Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana wamama wenzangu katika kipindi chetu cha Mama Mkristo siku ya leo tuweze kuendelea. Kabla ya kuendelea niombe tuweze kuomba. Mtakatifu Mungu wetu katika jina la Yesu tunakushukuru kwa neema na kibali ya jioni ya leo. Asante kwa mema yote ambayo umetutendea. Tunapoanza kipindi hii anza pamoja nasi, tutakapotamatisha sifa na utukufu itakurudia kwa sababu unastahili. Jinani mwa Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Na wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo. Amjambo popote mulipo. Natumai ya kwamba buheri wa afya. Tunashukuru Mwenyezi Mungu ni kwa sababu ya neema ambayo ametujalia. Tumejifunza mambo mengi sana, lakini leo hii tunataka kuona mwanamke huyu anayeitwa Miriam ambaye alikuwa mama kiongozi. Wanawake, kuna story kidogo nataka tusemezane. Wanawake ambaye wamekuwa marafiki wazuri sana, wanasaidiana kwa kwenda shambani, hata na kwenda sokoni pamoja na kusaidiana kuosha vyombo nyumbani na kutumikia Mungu pamoja na wenzake. Lakini huenda siku moja hiyo urafiki inaharibika. Kwa nini urafiki inaweza kuharibika? Tumesema ya kwamba wanawake ambaye wamekuwa pamoja, wamekuwa marafiki, wanatembea pamoja, wanaenda shambani pamoja, wanaenda sokoni pamoja, wanaosha vyombo pamoja, wanamtumikia Mungu pamoja. Wanaweza kuhusiana ama kuharibu kwa wivu. Wivu inaweza kuja na inaharibu ile uhusiano. Wivu, labda mwingine anaona huyu mwanamke amekuwa sana ama amesifiwa sana kumshinda. Urafiki ule kwa sababu ya chuki ama wivu inaweza kufunja ile urafiki ambaye walianza pamoja. Leo hii tunajifunza kuhusu huyu mwanamke Miriam aliyekuwa mwanamke aliyependa sana, lakini tabia yake ilikuja ikaharibika kwa sababu ya wivu. Baadaye Miriam alikuwa mtu mzuri, lakini baadaye wivu ikamharibu. Naomba ufungue kitabu cha Kutoka ili uone uzuri ya Miriam. Kutoka 1:22 naomba uweze kujisomea ili tuweze kuendelea. Miriam aliweza kuokoa mtoto ambaye aliitwa Musa ambaye yeye alikuwa dada yake. Aliweza kuokoa huyo mtoto, akamwokoa huyo mtoto kwa sababu mwanzoni Miriam alikuwa mtu mzuri. Akaweza kuokoa yule mtoto. Miriam alipewa kazi gani? Yeye alipewa kazi ya kusaidia ama ya kulea yule mtoto na kutafuta mama ya yule mtoto ambaye waliweza kuwekwa. Ukisoma historia ya Musa, tuliambiwa ya kwamba kuna wakati mfalme alitoa taarifa ya kwamba kila mtoto mwanaume auawe, lakini kwa sababu Miriam alikuwa anapenda ndugu yake, akaweza kuweka kule kwa maji, kisha baadaye akaweza kutafuta mamake. Tukasema ya kwamba Miriam alikuwa mtu mzuri sana. Tukiendelea kujifunza, naomba ufungue Kutoka 15:19 hadi 21. Miriam aliitwa nabii mke. Katika mstari wa 21, Miriam tunaona ya kwamba alikuwa nabii. Miriam kwa kuwa tumejua kwanza alikuwa mtu wa namna gani. Tumejua Miriam alipenda kusaidia, maana aliweza kusaidia ndugu yake kuokoa katika kwenda kumwambia msichana ama binti wa mfalme, ninajua mtu ambaye anaweza kulea huyu mtoto, akamsaidia ndugu yake. Ukiendelea tunaambiwa ya kwamba huyu Miriam alikuwa nabii. Ukisoma Kutoka 15:20 inatuambia ya kwamba yeye alikuwa nabii mke. Miriam alikuwa nabii. Naomba tuweze kusoma Kutoka 15:20. Naomba tuweze kusoma ili tuweze kuelewa ya kwamba Miriam alikuwa nabii katika kazi yake. Kumbuka ya kwamba alikuwa nabii kwa sababu alikuwa mtu mwenye. Naye Miriam nabii mke, ndugu yake Aroni alitwaa heri mkononi mwake
na wanawake waliotoka wote wakaenda nyuma yake wenyewe matari ya kucheza. Kumbuka ya kwamba kwa sababu yeye alikuwa akipenda kufanya kazi nzuri, baada ya wana wa Israeli kutolewa, yeye Miriam alikuwa nabii, lakini baada ya kutoka Miriam akaimba, wakaweza kucheza. Kumbuka alikuwa hapo nabii, yeye alichakuliwa na Mungu. Nambari ya pili, kumbuka ya kwamba Miriam alichakuliwa na Mungu, alichakuliwa na Mungu kumtumikia Mungu pamoja na ndugu zake Musa na Haroni. Wote walikuwa wanazungumza, wote walikuwa wakitoka pamoja na wana wa Israeli mpaka hata walipofika kufuka bahari ya Shamu. Wote walikuwa, ndipoza Miriam akakuja kuimba. Kumbuka tumejua Miriam alikuwa kiongozi. Ya pili, Miriam alikuwa nabii. Lakini naomba tuweze kusoma kitabu ya Hesabu 1:16, 1:12 hadi, naomba tuweze kusoma Numbers 12 verse 1 to 16. Naomba uweze kusoma wewe kwa sababu sitasoma mimi. Hebu uone maovu ambaye ilimkujia Miriam pamoja na ndugu yake. Miriam baada ya kujua ya kwamba yeye ameona, tukasikia ya kwamba ndugu yake aliweza kuoa, lakini ukiwa hapo wakaanza kusengenya ndugu yake Musa pamoja na Aroni. Miriam na ndugu yake Aroni wakaweza kusengenya, wakasema ya kwamba, je, kweli Bwana amenena na Musa tu? Hakunena na sisi pia? Bwana akasikia maneno haya. Hebu sikia, wivu ikaanza kumwingia Miriam, na ni ndugu yake. Ndugu yake yeye mwenyewe alikuwa akimpenda pale, wakatoka wakaimba, wakacheza, wakamtumikia Mungu pamoja. Lakini baadaye yeye wivu ikamjia pamoja na ndugu yake Aroni, wakamsengenya wakasema, je, Bwana alisema na Musa kweli? Mstari wa pili. Ama nianza kusoma ule mstari wa kwanza. Kisha Miriamu na Aroni wakanena Musa kwa sababu ya mwanamke Mkusi aliyekuwa amemuoa, maana alikuwa amemuoa mwanamke Mkusi. Wakasema, je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu? Hakunena na sisi pia? Bwana akasikia maneno yao. Hebu ona mambo ambaye wivu inaleta. Naomba uendelee kusoma hii kitabu ili uweze kuona hasira ya Bwana ilivyomkujia Miriamu. Baada ya kusengenya ndugu yake pamoja na Aroni, wakakaa na waliona ishara zote ambaye Musa alikuwa akifanya wakati walipokuwa wakinena na Mungu. Lakini baadaye wivu ikamjia. Ndipoza nilianzia storia ama hadithi moja nikasema ya kwamba wanawake wanaweza kuwa marafiki wazuri sana, wakisaidiana shambani, wakienda pamoja sokoni, wakimtumikia Mungu pamoja, lakini urafiki huo unaweza kuharibika kwa sababu ya wivu pamoja na chuki. Hebu ona wivu ambaye Miriam alikuwa na ndugu yake. Akasahau ya kwamba Mungu alikuwa akinena na Musa hata wakati walipokuwa wakitoka kule Misri. Walikuwa wananena na Musa. Mungu alikuwa ananena na Musa. Lakini wakakuja kuulizana hapa ya kwamba, je, kweli Mungu amenena na Musa peke yake? Hakunena na sisi. Wivu ikamuingia. Na wivu, kuna mambo ambayo ilitokea ambapo wivu ni hatari katika maisha yetu. Wivu ni hatari katika maisha yetu, maana hasira ya Bwana iliwaka juu yao. Ukiendelea kusoma mstari wa 9, hasira za Bwana ikawaka juu yao. Hasira za Mungu ikawaka juu ya Miriam pamoja na Aroni. Miriam akachapwa na hasira za Mungu zikawaka juu yao.
Hebu natuulizane, kwa sababu natumai uko na Biblia yako wewe mwenyewe. Unaweza jisomea huo mstari mlango wa 12 mstari wa kwanza hadi ule wa 16 ili usikie yale hasira ya Bwana ilivyowaka juu ya Miriam kwa sababu ya wivu. Kwa nini tunakuwa na wivu sisi? Kwa nini huwa tunakuwa na wivu? Kwa sababu ya kutokomaa kiroho. Mungu hawezi akaruhusu wewe mwingine kuwa na wivu kwa mwingine. Hebu na ukumbuke ya kwamba wivu haisaidii chochote, bali inaleta hasara. Maana Miriam alipokuwa akiongoza wana wa Israeli, wakaimba wakamtukuza Mungu, lakini baadaye wivu ikaingia katika maisha yake. Na baada ya wivu kuingia, hasira ya Mungu ikawaka juu yake. Wakakutana na hasira ya Mungu. Tunaweza kuwa na wivu, lakini haitatusaidia chochote. Urafiki gani ambaye unaweza fanya upendo wa mtu kubadilika na kuwa wivu? Ni nini inaweza fanya urafiki ama sisi marafiki, sisi kama wamama ambaye tuko na marafiki, ibadilike na ikuwe wivu? Ni kwa nini? Moja, ni kwa sababu labda ule mwingine ameinuliwa, labda mwingine amepata watoto wamefanikiwa. Urafiki huo unaweza badilika na ikuwe wivu. Na sisemi uongo, nasema kweli ya kwamba ukichunguza, kuna watu wamekuwa marafiki kwa muda mrefu sana kwa sababu labda walikuwa kwa level moja. Lakini baada ya mwingine kuinua ama kuinuka kwenda kiwango kingine kwa mambo labda na fedha, labda na mali kidogo, unapata huo urafiki unaharibika na chuki inaingia na maneno inaingia, maneno ambayo haisaidii hata siku moja. Yaani wivu inaweza kuja na kubadilika na kuleta uadui. Maana hebu ona Miriam kule mwanzo tukaona akisaidia ndugu yake, na akakuja akiona ishara ambayo ndugu yake alikuwa akifanya. Mpaka walipovuka mto Yordani, akakuja akaimba bahari ya Shamu. Wakakuja wakaimba. Baadaye akaingiliwa na wivu na kusema ya kwamba, je, kweli Mungu alinena na huyu? Hivyo ndivyo urafiki wetu unaharibika. Baada ya mtu mmoja kuona mwingine ameenda kiwango kingine, amebarikiwa, wivu inamuingia. Hata akiwa na amani, unaweza shangaa, unapata marafiki ni warafiki kweli, lakini yule mwingine hapo na moyo ya wivu ambapo hahitaji kusikia, yani hawezi akataka kusikia mwenzake hako na amani. Wakati urafiki wake ni ule tu mwingine anapitia machungu, lakini wakati anaposikia ya kwamba amepata amani, anatoka, anaingiliwa na wivu, anakuwa adui ambaye utashangaa ya kwamba hii uadui imetoka wapi? Hii wivu imetoka wapi? Lakini kumbe alikuwa nayo moyoni. Katika jamii zetu tunaweza pata watu kama hawa, ya kwamba wakati ule tunapitia shida tu marafiki, wakati ambapo hatuna chochote tu marafiki, lakini wakati tunapoinuliwa, mmoja anapoinuliwa, unapata mipaka imewekwa, tena si mpaka bure, pamoja na wivu na chuki. Hata na kanisani, unapata kanisani ni kanisa la kuabudu Mungu, lakini unapopata ya kwamba kuna wengine wameinuliwa,
watoto wamesoma, wamefanikiwa, unapata kuna wivu inaingia katikati na uchochezi ambayo wanachocheana, ambapo haisaidii chochote. Na sisi tu wamama wa Kristo, ambapo tungestahili mwenzetu akiinuliwa tunafurahi, ni kwa sababu tunajua ya kwamba tumepata na sisi mtu ambaye labda hata tukimwomba kitu anatupea. Lakini unapata wivu na chuki inatujaa katika mioyo zetu, ambapo hata hatutaweza kushukuru Mungu pamoja na yule. Unapata tunakata yeye miguu, hati ngoja tutaona atafika wapi, ngoja tutaona kama atakuwa nini. Ni sababu ya wivu ambayo iko ndani ya mioyo zetu. Tunastahili kutoa hiyo wivu ili hasira ya Bwana isitupate jinsi ilivyopata Miriam, hasira ya Mungu. Unapata ni mahali, yaani mtu akiwa na kazi, unaona mtu anapata ile chuki ya kwamba mbona aliajiriwa, mbona ikawa yeye, mbona ni yeye. Sasa unashangaa wakati mnapofanya kazi pamoja, mbona mwenzako akiinuliwa, mbona watoto wa wenzako akiinuliwa, unaweza kuwaita majina, unaweza kuwapea ngoja tutawaona, na mlikuwa marafiki pamoja na mama ya hao watoto. Mbona chuki na wivu inajaa mioyo zetu, badala ile neema ya Mungu iweze kutujaza, ama tujazwe ile neema ya Mungu ili tuweze kujua ya kwamba sisi tu watu. Wapi tena tunaweza pata hiyo? Tumesema tunaweza pata katika jamii, pia tunaweza pata katika mahali pa kuajiriwa. Hiyo wivu, mtu labda ameinuliwa, amepromotiwa, akapewa cheo. Ule mwingine alikuwa rafiki yake tangia walipoajiriwa, lakini ule mwingine anapoongezewa cheo, wivu na chuki inamuingia yule rafiki yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya moyo ambapo Yesu hayuko. Ni wapi tena tunaweza pata hiyo chuki ikiendelea? Katika kanisa. Katika kanisa, ya kwamba kuna viongozi ambaye tumewachagua. Kuna kiongozi yule anaweza fanya kazi yake vizuri sana, badala ya wale wamama wenzake kumshika mkono, unapata wanamlinga mawe. Je, hata kweli ameokoka? Je, kweli unafikiria hata yale maneno anayosema ni kweli? Yaani wivu inaingia ndani ya mioyo zetu kwa sababu ya Kristo hayuko. Maana Kristo akiwa ndani yetu kweli kweli, amesama ndani yetu, hatutakuwa na hiyo wivu ya kusema maovu kwa viongozi ambaye wanatuongoza kanisani. Unapata mtu ni kiongozi kanisani, lakini wanamchunguza mpaka kwake mahali anatoka. Ati anakuja kutuongoza nini? Na hata hana fiti, na hata hana nini. Yaani wivu ni ya nini? Na wakati tunapochagua viongozi, tunaomba ya kwamba Mungu utupe viongozi ambaye watatuongoza. Lakini unapata wamama wanamlinga kwa sababu ya wivu. Wivu haiwezi katusaidia chochote. Wivu ni dhambi. Ukisoma katika kitabu ya Yakobo 3:16 na hadi ile ya 16, inasema kuhusu wivu. Na mwenye wivu hawezi akaona urithi ama kurithi ufalme wa mbinguni. Mwenye wivu hawezi akarithi ufalme wa mbinguni. Wivu na chuki ni dhambi. Maana unaweza sikia wivu kwa ndugu yako, unakuwa adui. Unaweza sikia chuki mpaka hata inafika kiwango ya kutafuta namna ya kutoa uhai wake. Kwa hivyo ni dhambi, haistahili sisi kama wamama wa Kristo tukue nayo. Tunatakiwa tubadilike na tupendane, kwa sababu sisi ni wamama, na tukue watu wa kuwa na amani, ambapo tukiwa na amani tunampendeza Mungu. Na tupendane. Hii wivu ambayo inatutenga ni kuwa adui pamoja na Mungu. Maana unasikia wivu mpaka unataja majina, ambapo hata kesho yake ukiulizwa ya kwamba ulitaja jina gani kuhusu huyu mama, unashindwa. Unasikia wivu imekujaa mpaka maneno yale ambayo inatoka katika kinywa chako hauwezi ukasuia.
Unapata unamuita mjinga kwa sababu ya ile wivu. Unapata unasema hajui chochote kwa sababu ya ile wivu. Yaani unajiona kana kwamba ni wewe unajua kila kitu na wewe ungepewa kila kitu. Na ukumbuke ya kwamba wivu haitakusaidia katika maisha. Wivu itakunyima baraka ya Mwenyezi Mungu. Unapokuwa na wivu ndani ya maisha yako, hutaki mtu mwingine habarikiwe, je, baraka yako itatoka wapi? Lakini ukiwa na ile moyo ya kushukuru kwa niaba ya ndugu yako, ya kwamba asante Mungu kwa sababu umeonekana kwa dada yangu, nami ninaomba ya kwamba nionekanie Mungu, na Mungu naye atakubariki kwa sababu uko na moyo mweupe kwa yule ndugu yako. Lakini unapokuwa na wivu, jua hata na maombi yako haitajibiwa. Mwanzo unaweza anza vizuri kama ule dada Miriam. Alianza vizuri, lakini baadaye akamaliza kwa ubaya, mpaka wakakutana na hasira ya Mungu. Mama Mkristo, mama mteule, mama ambaye Mungu amekupea neema ya kumjua yeye, tamani kumjua Mungu zaidi, na uombe Mungu akuondolee chuki na wivu, maana hutamfurahisha Mungu. Wakati unapojawa na wivu, hautakuwa na amani. Maana kila na wakati unapoona mwingine amebarikiwa, moyo inainuka, unakuwa na wivu, unakuwa mgonjwa bure. Na kuna tabia ambaye mwingine hata akiinuka, Mungu anambariki, kuna mtu anamkuzika, ananunua nguo, anakabidhi yule dada. Unasema hata nilikuwa nimemuona anatembea tu uji. Kwa sababu ya wivu. Ama unasema hata ile nguo imfai. Kwa nini walifikiria nini mpaka wakamnunulia wivu nguo? Sana ni sisi wachungaji ndio tunapitia hiyo. Yaani mnasikia wivu pamoja mpaka mnasikia kwa wachungaji ambaye mnaombewa na hao wachungaji, watoto wanawekelewa mikono na hao wachungaji, mkihitaji watoto waende ng'ambo hivyo, lakini wivu inawajaa wakati wanapobarikiwa. Wakati wachungaji wanapobarikiwa, mnainuka juu ya wale wachungaji. Hati kwa nini akafanyiwa hivyo? Kwani hiyo kazi ambaye anakufanyia wewe sio maana? Si ni maana sana? Hebu kumbuka Miriam alipomsengenya ndugu yake, hasira ya Mungu ikawaka juu yake. Kumbuka Mungu hawezi akakuruhusu uyatamke mabaya juu ya ndugu yako, maana hiyo si mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ametufundisha ya kwamba tupendane. Tupendane sisi kwa sisi. Tupendane na tusaidiane tukiwa watoto wa Mungu. Lakini wivu na chuki si ya Mungu. Ninaomba ya kwamba Mungu atusaidie sana, aweze kutuondolea hii wivu ambaye imetunyima baraka. Imenyima jamii baraka kwa sababu ya midomo zetu. Imetunyima baraka ya watoto wetu. Watoto wetu wangekuwa wamebarikiwa, lakini kwa sababu ya wivu ulio nayo wewe mama, inafunga malango ya baraka ya watoto wako. Maana unaposikia mtoto wa huyu amesoma, nasema sijui alisomea nini ama amepita, unaanza kushangaa, je, amesoma, amepita, ataendeleza na nini? Badala ya kumwambia Mungu wewe ni mwaminifu ukawatetee watoto wa fulani, unaanza kusema watasalia tu hapo ili wakuwa wakiiba. Ama kama ni wasichana watasalia hapo tu ndio wakuwa wakisaa. Je, baraka zako zitatoka wapi wakati kinywa chako kimejaa na wivu na uchuki, na hata unakuwa adui wa bure? Hakuna siku unanena mazuri kuhusu dada yako. Na nilipoanza nikasema ya kwamba wamama wanajua kupendana sana, wanajua kutembea pamoja, lakini kuna wakati mmoja tu akiinuliwa, hilo pendo linapotea. Tutafanya nini ili tuweze kujiepusha na wivu na chuki? Kwa sababu sisi ni wamama. Uwe mrefu, uwe mfupi, jina linasalia kuwa mama. Na kwa sababu wewe ni mama, tutafanya nini ili mioyo zetu isitawaliwe na chuki na wivu? Nambari ya kwanza,
Hebu na turuhusu Mungu akae ndani mwetu. Turuhusu Mwenyezi Mungu atutawale ili yeye mwenyewe atuonyeshe njia. Tusikuwe watu wa kupenda maovu. Chuki isitutawale, bali neno la Kristo ikae kwa wingi ndani ya nyoyo zetu. Nambari ya pili, tujiepushe na umati. Umati haitatusaidia wamama. Umati ya wamama wengi ama wamama wanapokutana wengi, chuki ndipo inaanza hapo. Maana kusanyiko la maneno haisaidii. Umati ambaye tukikutana tunaketi kwa miti na kujadiliana, tujiepushe nayo ili kusaidie usiweke wifu na chuki ndani ya moyo wako ama maishani mwako, ili ukae ukijua ya kwamba umekombolewa na damu ya Yesu. Ama kama ni lazima ukue katika huo umati, jifunze kunyamaza. Watu wanapoongea bererererere, jifunze kufunga mdomo wako na maneno yako yawe machache mno, ili ujisuie chuki isiingie katika maisha yako. Maana utaenda pale usikie nani fulani alisema hii na fulani alisema hii na fulani alisema hii, na hata labda zingine hazipo, na utaweza kuweka katika moyo wako. Unapoweka katika moyo wako, haitakusaidia chochote. Ya tatu, kuwa mtu wa kukesha ili Mungu akuepushe na majaribu kama haya. Kuwa mtu wa maombi. Kesha kwa maombi ili chuki na wivu isikutawale. Kesha kwa maombi, maana hata Yesu Kristo aliambia wanafunzi wake, kesheni mkiomba msije mkaingia kwa majaribu. Nawe kesha ukiomba usije ukaingia kwa majaribu ya wivu na chuki. Laini la mwisho, omba Mungu akubariki. Omba Mungu akubariki. Maana unapobarikiwa hautakuwa na wivu na yule dada yako aliyebarikiwa. Na hautabarikiwa bure. Jitume kufanya kazi ya mikono yako. Jitume kuamka mapema na kufanya kazi zako. Sikuwa mtu tu wa kusunguka kwa jirani, huyu jirani, yule jirani, lakini hautapata chochote. Kuwa mtu wa kujituma kufanya kazi ya mikono yako. Unapoomba Mungu akubariki, nawe jitume kufanya kazi ili Mungu akubariki. Maana hata Mungu akatuambia ya kwamba nitaibariki kazi ya mikono yenu. Kwa hivyo usipojituma kufanya kazi ya mikono yako, hakuna baraka utayopata, kwa maana hakuna pesa itashuka kutoka mbinguni na ianguke kwako. Ni lazima uamke asubuhi na ujitume ili wivu isije ikakutawala. Maana usipojituma na kufanya kazi ya mikono yako, utakuwa na wivu na yule mwenye anaamka asubuhi alali. Anaamka akienda biashara, akiamka akienda kibarua, anaamka akipanga hivi na vile, na wewe unakaa tu. Alafu unaanza ya kwamba kuna watu wenye wakibarikiwa hata wanaringa, na hata wewe uombe Mungu akubariki ili uweze kuringa. Omba Mungu sana akupe hiyo neema. Sisi kama wamama tuombe Mungu atuondolee wivu, atuondolee chuki, atupe tuweze kukaa kama Miriam wa kwanza. Kwa sababu huyu Miriam kwanza, ukisoma Kutoka 2:1 hadi 10, Miriam alikuwa na ujasiri. Alikuwa na ujasiri na upendo. Alionyesha upendo kwa mtoto, tena na ujasiri wa hali ya juu. Pia na wewe omba Mungu akupee upendo na ujasiri ili wivu isikutawale, ili wivu isiwe sababu ya wewe kupata hasira za Mungu. Ebu na Mungu atusaidie sisi wamama wa Kristo. Mungu atupee neema na kibali ya kusimama na kuacha hii wivu. Nikimalizia, naomba ya kwamba kuwa mama wa kusaidia
kusaidia mtu, kusaidia mama mwenzako, kusaidia mwingine kujua kumtumikia Mungu, kusaidia mwingine ajue kupenda na kubadilika. Lakini wivu isitutawale. Wivu ni mbaya, chuki ni mbaya, inaleta uadui kati yetu na Mungu. Wacha Mungu wa neema awabariki na awatende mema, maana yeye rehema zake zinatosha na yeye ndiye anaweza kutubadilisha. Tuishi kwa kupendana na kusaidiana. Naomba tuweze kuomba. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa neema na kibali. Tunaomba kama wamama ya kwamba utuondolee wivu na chuki, ili Mungu hasira yako isionekane juu yetu, bali baraka zako na amani iambatane pamoja na maisha yetu. Utubariki na utulinde. Jinani mwa Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Bwana awabariki sana.